maombi maalum ya kibali kwako mwanasiasa ambaye umetia nia ya kuomba ridhaa ya kuchaguliwa ili uwe kiongozi katika nafasi mbalimbali za kuwakilisha wananchi. Tunahitaji kuwapata watu ambao wana hofu ya Mungu waweze kuwakilisha wananchi. Hivyo kama kanisa na kama viongozi wa kiroho, tuna wajibu wa kuomba kwa ajili ya watu ambao wana nia njema na dhamiri safi kwa ajili ya kuwakilisha wananchi ili tupate viongozi wenye hofu ya Mungu. Hatuwezi kuitenganisha siasa kabisa na mambo ya kiroho, kwa sababu uongozi unatoka kwa Mungu. Mungu anaweka watu waweze kuwatawala watu, na imani inatuonyesha wazi ya kwamba Kristo Yesu anayo mamlaka ulimwenguni na mbinguni. Hivyo tukiwa ndani ya Kristo tunayaweza mambo yote. Naamini kwamba wewe ambaye unamwamini Mungu na mwenye dhamira safi ya kuongoza wananchi au kuwakilisha wananchi katika mambo mbalimbali ya kijamii, ikiwa una nia njema, Mungu huwa anajua mawazo yaliyokuwa mema. Mungu atakuwezesha. Jambo muhimu utambue ya kwamba haupigani vita ya mwilini peke yake. Kuna vita katika ulimwengu wa roho, huwa inaendelea katika vipindi kama hivi. Wale ambao wako upande wa adui shetani wanamwaga damu, wanafanya makafara na vitu mbalimbali. Wewe ambaye unamwamini Mungu, simama na Mungu kwa njia zote. Kuna vikwazo vingi, kuna vita nyingi, kuna mapambano mengi yanaendelea. Wakati mwingine hambishani kwa hoja peke yake, bali mamlaka za kiroho pia huwa zinabishana. Vipindi kama hivi ni vipindi ambavyo tunamhitaji Mungu sana, kwa sababu shetani naye huwa anaweka uharibifu mkubwa ili kuwafanya watu ambao wanaamini katika yeye waweze kupata ushindi. Lakini kutia nguvu ya kwamba Mungu wetu alishatushindia. Atupigani vita ili tuweze kushinda, kwa Kristo Yesu alishatupatia ushindi. Ushindi wetu upo. Ninaamini Mungu atakupa kibali. Unahitaji kibali ili uweze kukubalika machoni pa watu ambao wanaweza kukuchagua. Natambua kuna watu wanahonga na kutoa fedha mbalimbali ili waweze kukubalika. Natambua kuna watu wana watu wao. Kuna watu ambao wameshatengenezewa mazingira. Huenda wewe una mtu wa kutengenezea mazingira, lakini unasema naamini katika Mungu. Mungu atakusaidia, Mungu atakulinda. Kuna mitego mbalimbali ambao huwa inategwa ya kisiasa, lakini pia ya kiroho. Zaidi sana katika vipindi kama hivi, unakuwa umetoa maisha yako, unakuwa unahatarisha maisha yako. Kuna mitego ya sumu, kuna mitego mbalimbali ambayo shetani anaitega, lakini nikutie nguvu ya kwamba Mungu atakusaidia. Kwa kuwa unaamini katika Mungu na una dhamiri safi, Mungu anaangalia moyo, na Mungu anaujua moyo wa mtu ambaye ameamua kumtumaini yeye kwa asilimia zote. Nataka nikusemeshe jambo moja kabla sijaomba na wewe. Biblia inasema mambo makubwa katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 1, ukianzia mstari wa 7 na kuendelea. Ukipata nafasi unaweza kupitia hapa. Pana mambo mengi yanayohusiana na mamlaka, yanayohusiana na ukuu na utawala. Biblia inasema hivi: katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Yaani Yesu alituzidishia sisi hekima. Hekima ni kitu muhimu ambacho nakihitaji, lakini pia unahitaji ujuzi. Anasema kwamba akisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uladhi wake aliokusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam, katika yeye huyo. Yaani katika Yesu, katika yeye, katika nguvu zake, katika neema yake, anatujulisha siri za mapenzi yake, lakini zaidi sana anatupa mamlaka ya madaraka ya wakati mtimilifu. Mungu akupe neema ya kupata madaraka ya wakati mtimilifu kwako kwa jina la Yesu. Yeye anayetoa madaraka, anayejua watu wake kabla wajazaliwa, basi akufunulie siri za mipango yote ya shetani na kuonyeshe wepesi wa kuweza kuvuka hapo. Unahitaji nguvu ya kiuchumi, unahitaji nguvu ya watu, unahitaji nguvu ya kiroho, unahitaji kibali maalum binafsi, unahitaji kibali maalum kwa watu ambao wamekuwa pamoja na wewe, kwa sababu kuna wakati mwingine unataka wewe unakubalika, lakini una watu ambao sio sahihi. Mungu akukumbuke, Mungu akusaidie. Biblia inasema kwamba nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo matumaini au tumaini letu. Nani pia katika huyo
mmekwisha kusikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye aliye alabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa utukufu wake. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari. Sasa huyu ni Paulo anatoa sala yake, anasema mambo mengi mazuri, lakini kuna mahali ambapo natamani paingie ndani yako. Paulo anasema kwenye sura ya kwanza mstari wa 17 na kuendelea, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wake, yani utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu na uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake na uweza wake. Anasema kwamba aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, my God, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote. Biblia inaposema ufalme wote inamaanisha siasa, inamaanisha viongozi. Inaposema habari ya mamlaka inamaanisha wale wenye nguvu, juu ya mamlaka na nguvu na usultani. Hapa anaongelea ufalme, anaongelea siasa, anaongelea utawala. Biblia inasema mstari wa 22, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake. Anazungumza maneno makubwa yenye maana ya kwamba katika yeye vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake. Na kama vitu vyote viko chini ya miguu ya Yesu, manake usultani, mamlaka na vitu vinginevyo, basi tunaweza kumwomba Yesu atupe kibali cha kutawala, atupe neema ya kutawala. Hawezi kutawala katika namna ya mwili kama haujatiisha namna ya kiroho. Utawala wetu unaanzia katika namna ya kiroho. Ukiweza kutiisha mamlaka za kiroho, manake unaweza ukatawala katika mwili. Tambua kwamba hii ni vita kamili ya rohoni na mwilini. Tambua kwamba hii ni vita kamili. Si kila mmoja anatamani aone anashindwa. Si kila mmoja anatamani aone wewe unashinda. Hata ndani ya chama kunaweza kukawa na mapishano na magomvi na mambo mengi ambayo hayako sawa. Ninakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akufunulie yaliyo sirini. Mungu akujulishe. Mungu akupe mamlaka. Mungu akupe kibali. Mungu akupe neema. Mungu akupe nguvu. Mungu akupe uelewa, akupe hekima. Akuongoze katika maneno yako, usijikwae. Maana ukijikwaa kwa neno moja, shetani huwa anachukua pointi, maadui wanachukua pointi hiyo. Mungu akupe hekima, akupe ulinzi, akupe kibali, na ukaweze kufanya vizuri, na ukaweze kutimiza ile ridhaa ambayo umeiweka ndani ya moyo wako, lakini pia ambao umeomba watu wengine wakuamini. Nataka niombe na wewe sasa maombi muhimu. Nisaidie kuweka mkono kwenye sura yako. Bwana Mungu, mimi kama mwombezi ambaye umenipa neema ya kuomba, ninamuinua mtumishi wako. Kuna wakati anahitaji kuinuliwa. Biblia inasema kwamba Musa alipokuwa katika vita, wale watu wa eneo lake walikuwa wanategemea Mungu ndio waweze kupata ushindi. Musa alipochoka na kushusha mikono chini, watu wa upande wa Israeli walipigwa. Lakini Musa alipoinua mikono yake juu, watu wa upande wa Israeli walishinda na nguvu za Mungu zilionekana. Ifika mahali Musa alihitaji Huri na Haruni waweze kuinua mikono yake asichoke, ili asikate tamaa, ili asishiwe nguvu. Wakaweka mpaka mawe ili asichoke. Nami Bwana nainua mikono ya mtumishi wako huyu. Nainua sura yake hii. Asionekane yeye, usionekane udhaifu wake, bali ukaonekane wewe Mungu, ukampe kibali, akang'ae, akatambulike. Na zaidi sana Mungu, ninaomba kwa ajili ya wale maadui wanaochukua picha na kupeleka kwa waganga wao, wanaochukua picha na kupeleka kwa wakuu wao. Ninaomba Mungu, picha ya mtu huyu isionekane, na hata wakitaka ikaonekane ikawageuke wao, ikabadilike, wakatokee wao, wakadhuriane wao kwa wao. Mungu ninakuomba,
Mungu unayetoa mamlaka na nafasi, Mungu ninaomba maombi yangu yapate kibali mbele zako. Mtu unaujua moyo wake, unajua nia yake ya ndani. Mambo mengine hawezi kuyasema sana, lakini Mungu unaelewa. Mambo ya siasa na vita kali, kuna mitego mingi. Mungu msaidie, Mungu mtetee, Mungu mlinde. Najua kuna vyakula vya kutengenezwa, najua kuna watu wa kutengenezwa, kuna watu wanakujaga kama watu wazuri, kumbe ni watu wanakuja kuchukua siri na taarifa na mazungumzo. Ewe Mungu unayejua yaliyo ndani na yaliyo sirini, Mungu ninakuomba ukayafichue yote yanayoendelea mabaya kwa ajili ya mtumishi wako. Kwa kuwa amekuamini wewe na uongozi unatoka kwako, basi naomba Bwana msaidie. Mpe kibali ndani ya chama chake, mpe kibali ndani na hata nje kwa wananchi. Mfanya kubariki, mfanya onekane. Najua akishinda, umeshinda wewe Mungu. Akishinda, manake uwakilishi wako umeenda mahali ambapo anaweza kuwakilisha watu, lakini pia na kukuwakilisha wewe. Tunahitaji viongozi wenye hofu yako. Mungu ninamuinua mtumishi wako, naomba msaidie Bwana. Pake mafuta kama Daudi, mtie nguvu. Najua Goliath amesimama, anatamani apate ushindi, lakini Mungu aliyemshindia mtumishi wako katika mambo ya nyuma, unaweza kumshindia hata katika mambo haya. Najua maadui wamekusanyika, wanasaga meno, wanawaza mambo yao yanaendaje, wanawaza kumharibia mtumishi wako. Mungu uliyempanda mtumishi wako, naomba Bwana msaidie. Weka mkono sasa kwenye kifua chako. Bwana Mungu, ninaomba kwa ajili ya kifua hichi, mpe ujasiri, mpe afya njema. Naondoa kila uchungu, naondoa kila watu wabaya. Mungu ninakusihi, unaijua moyo, weka mambo mema kwenye moyo huu. Ondoa roho ya kuogopa, roho ya hofu. Nakataa pepo la hofu, nakataa roho ya hofu ikuachie. Ewe roho ya hofu na kuondoa, hauna mamlaka kwa jina la Yesu. Na kuamuru achia moyo huu, ondoka, toka pepo la hofu. Na kuapisha toka kwa jina la Yesu. Na kuamuru toka kwa jina la Yesu. Roho ya hofu ondoka, 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 roho ya hofu ondoka. Na kuamuru wewe ni roho chafu. Wakati kama huu unamfanya mtu huyu aogope, akiwa peke yake anawaza itakuwaje, itaendaje. Ewe pepo la hofu, na kuamuru mwachie mtumishi huyu, mwachie mtu wa Mungu huyu. Achia moyo wake. Kwa nini kuogopa? Kwa nini kuhofu? Wewe ni roho ya shetani, anayaweza mambo yote katika yanayemtia nguvu. Na kuombea Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, Mungu akupe neema, akuongezee kibali katika jina la Yesu. Saidie kuweka mkono kwenye kinywa chako. Bwana Mungu, ninaomba kwa ajili ya kinywa hichi, ukakifanye kikawe ni kinywa kitakachotoa maneno yanayoeleweka. Mungu, ninaomba kwa ajili ya kinywa chake, asijikwae kwa neno lolote, asitegwe kwa neno lolote. Ninaomba Bwana msaidie. Ninaombea kinywa chako kikatoe maneno yenye munyu, maneno aliyokolea munyu, maneno yenye ladha, maneno atakayoeleweka. Naiombea sauti yako ikakubalike, naombea maneno yako yakakubalike. Wengine mtapata watu wa kwa makampeni manager wenu. Ninaomba Mungu aweze kusimama mwenyewe. Ninakemea na kwenda kila kinyume na nguvu za giza, ziondoke kwa jina la Yesu. Kila mipango ya shetani ya kwenye maneno nakataa, mitego ya maneno na ikataa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuombea Mungu akusaidie, Mungu akupe neema, Mungu akuwezeshe katika jina la Yesu. Sasa hivi ninakusihi sasa, inua mikono yako juu. Bwana Mungu, naiombea mikono hii ifungulie milango ya fedha. Najua Bwana tunahitaji fedha ili kuweza kufanikiwa kwenye mambo kadha wa kadha. Mungu, fungua mlango wa fedha, fungua mlango wa uchumi, fungua mlango wa kazi ya mikono, fungua mlango wa baraka. Mwinulie watu sahihi watakaweza kuambatana mtumishi wako. Fungua milango wa uchumi. Mungu, muondolee aibu na mitego yote ile ya shetani. Mpe kibali Bwana, na kuombea pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Amisha mkono wako, weka kichwani sasa, na kuombea kibali sasa. Pokea kibali. Pokea kibali kuanzia hatua za miguu mpaka kichwa. Mwili wako siwe wewe, mavazi yako yasiwe wewe, bali nguvu ya Mungu iwe juu yako. Pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali. Napangua kila usemi wa shetani, usemi wa maadui zako, usemi wa giza unaoendelea sirini, na ukataa na kuondoa kwa jina la Yesu. Mungu akupe kibali, Mungu akuwezeshe. Pokea neema hii, pokea nguvu hii, pokea wepesi huu katika jina la Yesu. Na kuombea Mungu akutakase, Mungu akupe kibali ukakubalike, Mungu akupe hoja zenye nguvu, hoja zenye maana.
yale mambo ambayo ulikuwa unayasahau, Mungu akakukumbushe. Mungu akayakumbushe matendo yako uliyotenda kwenye jamii, yale ambayo umeyafanya yakawe ni sehemu ya kukupa nguvu katika jina la Yesu. Mungu akuwezeshe, Mungu akupe ujasiri na akupe hoja zenye nguvu. Pokea neema, pokea kukubalika ndani ya watu wa chama chako, hata watu wa jamii ambao unaenda kuomba ridhaa waweze kukuchagua. Pokea ndio itokao mbinguni kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki na kuombea ulinzi. Neema ya Bwana ikutunze na ikulinde. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa ambaye nimeomba na wewe. Yatumia maombi haya mara kwa mara. Yatakupa ujasiri, nguvu na kibali, na utaenda kumwona Mungu. Ubarikiwe sana sana sana. Unatamani kuwasiliana nami moja kwa moja? Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Mungu wa mbinguni akubariki. Mimi mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Ubarikiwe. Shalom shalom.